Mchungaji Daudi Nkuba maarufu kama Komando Mashimo amehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kupatikana na hatia katika makosa mawili: kuingia kijinai katika ardhi isiyo yake na kuharibu mali. Katika hukumu hiyo, Komando Mashimo pia ameamliwa kulipa fidia shilingi milioni 5. Komando Mashimo amehukumiwa kutumikia adhabu hiyo na mahakama ya wilaya ya Kinondoni kuanzia Jumanne Machi 18, 2025 kutokana na kesi ya jinai iliyokuwa inamkabili mahakamani hapo. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu Ramadhani Rugemalira aliyesikiliza kesi hiyo baada ya kuridhika na ushahidi wa upande wa mashtaka umethibitisha mshtakiwa huyo bila kuacha mashtaka yote. Katika kesi hiyo, Komando Mashimo alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu yakiwemo hayo mawili, yaani kuingia jinai na kuharibu mali pamoja na kutishia kufanya vurugu. Katika shtaka la kwanza, Komando Mashimo Novemba 22, 2023 maeneo ya Mbezi Luisi wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam aliingia kwa jinai katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwasha. Katika shtaka la pili, katika kipindi hicho kwa makusudi na kinyume cha sheria aliharibu ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Luisi ambayo ni mali ya Flora Mwasha. Katika shtaka la tatu, Komando Mashimo alitishia Ramson Vincent kwa vurugu. Katika kesi hiyo, upande wa mashtaka uliwaita mashahidi 5 waliotoa ushahidi mahakamani hapo na kuwasilisha vielelezo viwili, huku Komando Mashimo akijitetea yeye mwenyewe na kuita mashahidi kadhaa. Hata hivyo, hakimu Rugemalira katika hukumu hiyo amesema kuwa upande wa mashtaka umethibitisha mashtaka hayo mawili, yaani ya kuingia jinai na kuharibu mali, na shtaka la tatu la kutishia kufanya vurugu halikuthibitishwa. Baada ya kupitia ushahidi wa upande wa mashtaka na wa utetezi, mahakama hii imeridhisha kuwa upande wa mashtaka umethibitisha shtaka la kwanza la kuingia jinai na la pili la kuharibu mali. Hata hivyo, mahakama hii inamtia hatiani mshtakiwa katika mashtaka hayo kama ilivyoshtakiwa. Baada ya kumtia hatiani, kabla ya kusomewa adhabu, mwendesha mashtaka wakili wa serikali Roda Kamungu ameeleza mahakama kuwa upande wa mashtaka hauna kumbukumbu za nyuma za jinai ya mshtakiwa, lakini akaomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoeleza. Hata hivyo, kwa upande wake, Komando Mashimo alipopewa nafasi ya kuomba rufaa nafuu ya adhabu, ameiomba mahakama kumpunguzia adhabu, akieleza ana familia inayomtegemea. Hakimu Rugemalira baada ya kusikiliza pande zote katika hukumu hiyo amesema amezingatia maelezo ya rufaa ya mshtakiwa na upande wa mashtaka pamoja na msimamo wa sheria. Hivyo mshtakiwa kwa kosa la kuingia kwa jinai, mahakama inamwamuru adhabu ya kwenda jela miezi 6, na kwa kosa la kuharibu mali mahakama hii inamwamuru mshtakiwa adhabu ya kwenda jela miaka 2, na adhabu zote zinakwenda kwa pamoja. Pia tutatakiwa kulipa fidia shilingi milioni 5, amesema hakimu. Pia mahakama hii inakuachia huru kwa kosa la kutishia kwa vurugu, kwa sababu upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha shtaka dhidi yako, hivyo utatumikia kifungo cha miaka 2 gerezani.